Bwana, kwa sasa kinacho ngojewa kwa hamu kubwa ni yale mashindano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, ambapo tunafahamu kwamba yanakwenda kutimua vumbi hivi karibuni, na tarehe husika ya mashindano hayo ni Juni 15. Tunakwenda kushuhudia nyasi zikiwaka moto, tukishuhudia vilabu vikubwa Real Madrid, Inter Milan, Manchester City, lakini tukishuhudia na vilabu vingine kutoka bara la Afrika kama Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns, Al Ahly na vilabu vingine vingi. Sasa kuelekea kwenye michuano hiyo, bwana, tumeona klabu ya Wydad Casablanca ambayo ina mchezaji ambaye amekipiga ndani ya klabu ya Yanga, kiungo mshambuliaji Stefano Aziz Ki kutoka Burkina Faso. Bwana, imeelekea kule Marekani kwa ajili ya michuano hiyo. Unaambiwa namna ambavyo ameondoka Wydad Casablanca, unaweza ukatazama picha hizo. Bwana, wachezaji wote wamekura suti, na miongoni mwa wachezaji ambao pengine unaweza pia kuwatazama ni pamoja na Stefano Aziz Ki ambaye amesajiliwa na Wydad Casablanca kutoka ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia Suleiman Mwalimu ambaye yeye pia alisajiliwa na klabu hiyo akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars, lakini akiwa anakipiga ndani ya klabu ya Fountain Gate kwa mkopo. Sasa hili hapa jeshi la Wydad Athletic Club litakalo kwenda nchini Marekani kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la klabu ambayo itaanza kutimua vumbi Juni 15, 2025 kama ambavyo nimekujuza. Sasa moja kati ya jambo ambalo naweza nikakuuliza pia, je, umemwona Stefano Aziz Ki na Suleiman Mwalimu akiwa ndani ya suti? Ndicho ambacho naweza pia nikakuuliza, na nadhani pia unawaona hapo Stefano Aziz Ki, lakini pia Suleiman Mwalimu ambao tunakwenda kuwaona kwenye michuano mikubwa, na ni moja kati ya rekodi ambayo pengine inakwenda kuwekwa na wachezaji hawa. Stefano Aziz Ki tunafahamu bora wake alipokuwa ndani ya klabu ya Yanga, na tunafahamu namna ambavyo Wydad Casablanca walikuwa wakihusishwa kwa muda mrefu sana kuhitaji saini ya Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo Aziz Ki mwenyewe anakwenda kuweka rekodi yake ya kucheza michuano mikubwa ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Lakini moja ya wachezaji wengine ambao wanakwenda kuweka rekodi ni Mtanzania, na pengine huenda akawa ni Mtanzania wa kwanza pengine kushiriki michuano hii, Suleiman Mwalimu ambaye anakwenda pia kama mchezaji wa klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo iko hivyo kwamba Wydad wanaelekea kule Marekani wakiwa na matumaini ya kutosha, lakini pia tumeona usajili uliofanywa na klabu hiyo. Si tu Stefano Aziz Ki pengine labda ndio usajili mkubwa, lakini kuna Nurdin Amrabati. Huyu tunafahamu ni moja kati ya kiungo mkabaji ambaye amekipiga ndani ya klabu ya Manchester United. Kwa hiyo si kijonge, klabu ya Wydad Casablanca inaelekea Marekani ikiwa na matumaini makubwa sana ya kuweza kufanya vyema. Lakini tumeona pia hivi karibuni walikuwa kihusishwa na Cristiano Ronaldo, kwamba tetesi zinawahusu Wydad Casablanca kuweka mkwanja mrefu kwa ajili ya kumhitaji Cristiano Ronaldo. Moja kati ya jambo ambalo ukipita mtandaoni wengi wanasema haiwezekani, na of course ukitazama profile ya Cristiano Ronaldo na Wydad Casablanca unaona kabisa ni kama haiwezekani fulani, lakini lolote inaweza ikatokea. Tumeona namna ambavyo Saudi Arabia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa huko, na ameweza kuchukua mastaa kama Cristiano Ronaldo kama ambavyo anakipiga huko, lakini wachezaji wengi wakina Neymar pia wamekipiga huko ndani ya klabu ya Al Hilal na aliondoka pia, lakini wachezaji wengi kama kina Sadio Mane. Kwa hiyo Waarabu kwenye swala zima la uwekezaji, na pale ambapo pengine wanadhamiria kufanya jambo huwa hawashindwi. Kwa hiyo hata Wydad Casablanca kuhusishwa na Cristiano Ronaldo pengine huenda wanaweza kufanya lolote, lakini kwa sasa tetesi zimepungua za Cristiano Ronaldo kuhusishwa na klabu ya Wydad Casablanca. Kwa sasa tunazungumzia wale wachezaji ambao tayari wameshakwisha kutua ndani ya klabu hiyo, ambao wameweza kuwasajili msimu huu kama Stefano Aziz Ki, lakini pia Amrabat ambaye amesajiliwa na timu hiyo. Lakini kubwa zaidi ni wao wakiondoka, na unaweza kusema pengine huenda ni timu ya kwanza pengine kutaka kufika mapema huko kwa ajili ya michuano hiyo, na tunafahamu kwamba michuano hii tunakwenda kuiona pia mbashara kwa baadhi ya vyombo ambavyo tayari vimeshakwisha kuweka bayana kwamba wanakwenda kuonyesha michezo yote ya ligi hiyo ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Kubwa zaidi ni kumtazama pengine Stefano Aziz Ki, lakini pia Suleiman Mwalimu ambaye tunafahamu wadau wa soka nchini
Tanzania na mashabiki wanatamani kuwaona wachezaji hao wakiwa na klabu hiyo ya Wydad Casablanca. Tumeona kabla ya kuelekea huko, klabu ya Wydad Casablanca ilicheza michezo miwili ya kirafiki, na mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Sevilla kutoka Uhispania, ambapo mchezo wa kwanza tuliona wakikubali kichapo cha goli 1-0, na wengi walitamani kumuona pengine Stefano Aziz Ki kwenye mchezo huo, lakini bahati mbaya hakuwepo sehemu ya mchezo huo, lakini alikuwa jukwaani na mke wake Hamisa Mobeto wakishuhudia mtanange huo na klabu ya Wydad Casablanca kuweza kukubali kichapo cha goli 1-0. Lakini mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo dhidi ya FC Porto, mchezo pia ambao ulimalizika kwa klabu ya Wydad Casablanca kuchapwa bao 1-0. Lakini taarifa ama good news ama moja kati ya tukio ambalo pengine mashabiki wadau wa soka nchini walifurahia na waliliona ni kuingia kwa Stefano Aziz Ki kwa mara ya kwanza toka amesajiliwa na klabu ya Wydad Casablanca, akiingia dakika ya 60 kitu huko kuelekea 70, na tuliona akionyesha uwezo wake kwenye mchezo huo. Moja kati ya jambo ambalo liliwavutia wengi, tuliona clips zikisambaa mtandaoni, wengi akimposti Stefano Aziz Ki, lakini wengine akizungumza kwamba ule uzi pengine ambao alikuwa na ukwepa wa mweupe na mwekundu ameuvaa. Tunafahamu alipokuwa ndani ya klabu ya Yanga alivaa njano na kijani, lakini nyekundu na nyeupe ilikuwa inavaliwa na kundi wa Msimbazi Simba. Kwa baada ya kukwepa kwa klabu ya kundi wa Msimbazi Simba alipokuwa anakipiga ndani ya klabu ya Yanga, amekwenda kuvaa akiwa na Wydad Casablanca, na tuliona comment mbalimbali kuhusiana na kiwango cha Stefano Aziz Ki kwenye mchezo huo. Lakini tuliona jezi ambayo alivaa kwenye mchezo huo, akivaa jezi nambari 11, moja kati ya jezi ambazo huwa zina maana sana na huwa zina tafsiri kubwa sana kwenye mpira wa miguu. Kuna jezi nambari 7, kuna jezi nambari 10, kuna jezi nambari 11, lakini kuna jezi pia nambari 8, kuna jezi nambari 9. Hizo jezi ni moja kati ya jezi ambazo inasemekana ukipewa basi unakuwa pengine matarajio ya timu kukabidhi jezi hiyo yanakuwa ni makubwa sana, kwamba pengine huenda ukafanya makubwa na ukaifanyia timu makubwa. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki amepewa jezi nambari 11. Tunafahamu ndani ya klabu ya Yanga alikuwa akivalia jezi nambari 10. Kwa hiyo ngoja tuone pengine jezi nambari 11 inakwenda kufanya nini ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, hususan kwenye michezo hiyo mikubwa kabisa ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Kwa hiyo pengine huenda Stefano Aziz Ki akaenda kuliwakilisha taifa lake la Burkina Faso, lakini pia akienda kuonyesha thamani ya ligi kuu soka Tanzania bara alikotoka, kwamba Wydad Casablanca hawajakosea kuweza kumsajili kwa sababu ya kile ambacho amekifanya ndani ya klabu ya Yanga. Mafanikio makubwa ndani ya klabu ya Yanga, akifikisha hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia akiipeleka klabu ya Yanga hatua ya robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika, na ikikumbukwa goli ambalo alifunga dhidi ya Mamelodi Sundowns, goli ambalo liliweza kukataliwa na VAR. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee juu ya klabu ya Wydad Casablanca kuondoka kuelekea Marekani kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la klabu ambayo itaanza kutimua vumbi Juni 15. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.